mwanamke anayefuata kitabu na sunna ufahamu wa wema ambao wametangulia almaratu salafiyya mwanamke anayefuata kitabu na sunna ufahamu wa wema waliotangulia taqussu zaida min alhajib almu'dhi lil'ayn taqussu zaida anapunguza taqussu zaida anapunguza kilichozidi almar'atu as-salafiyya taqussu az-zaida almar'atu as-salafiyya mwanamke wa kisalafi taqussu az-zaida anapunguza kile kilichozidi taqussu az-zaida anapunguza kile kilichozidi min alhajimi kutokana nyusi almu'dhi lil'ayn almu'dhi lil'ayn zenye kuudhi macho yake mawili au zenye kuuzi jicho almu'dhi lil'ayn zenye kuudhi jicho zenye kuudhi jicho kwa sababu gani Sheikh amesema لانه ليس من الحاجب kwa sababu hizo nywele si katika nyusi hizo nywele si katika nyusi طيب kwa hiyo mwanamke miongoni mwa mapambo yake ni kupunguza nini zile nyusi ambazo zimezidi zikateremkia kwenye macho kwa hiyo hizo anafanyaje yani zinaudhi jicho hivi nyusi hizi hapa kwa hiyo wako wanawake ambao wana nyusi ndefu ambazo zinakuja mpaka kwenye macho kwa hiyo zile zilizozidi kwenye zinataka kuudhi jicho lake basi hizo anaruhusiwa kuzinyoa au kuzipunguza kwa hiyo ndio maana ya hayo maneno طيب كذلك المرأة السلفية كذلك mwanamke wa kisalaf kama alibainisha الشيخ حفظه الله تعالى nadhani nukta za msingi ni hizo taqussu ash-sha'r alladhi bayna al-hajibayn anapunguza zile nywele ambazo zipo baina ya nini nyusi mbili nywele ambazo zipo baina ya nyusi mbili katikati kukiota nywele basi anazipunguza hizo
لانه ليس من الحاجبين من الحاجب sababu hizo si katika nyusi. Kwa nukta ni hizo tatu ambazo muallif ameanza nazo kumfundisha mwanamke wa kisalaf vipi ajipambe. Kwa nukta ya kwanza almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalaf la tantifu au la tantifu alhajiba wala taqussu, hanyofoi nyusi wala hapunguzi. nukta pili almar'atu salafiyya taqussu zaida min alhajib almu'dhi lil'ain, anapunguza kilichozidi kutokana hizo nyusi zenye kuudhi jicho. Mara mwanzo alisema li'annahu laysa min alhajib, kama alivyosema Shekhombe hiyo liko ntelezi. Anapunguza kile kilichozidi kutokana hizo nyusi zenye kuudhi jicho lake, haachi zikateremka mpaka zinaudhi jicho lake kwa sababu lina madhara kiziache. Kwa anapunguza, sio kwamba anakata moja kwa moja, la, bali anapunguza kile kiasi kipande kilichozidi ambacho kinaudhi jicho lake. Na nukta ya mwisho na ya tatu almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi taqussu ash-sha'ra alladhi bayna al-hajibayn, anapunguza zile nywele ambazo ziko baina ya nyusi zake mbili. طيب, hayo ndio masail ya msingi katika darsu athani wa 30. Al-allama mwingi wa ilmu au al-lajnatu ad-daima lilbuhuth al-ilmiyya wal-iftar, walipoulizwa kuna masala haya wakasema la yajuzu lilmar'ati, haijuzu kwa mwanamke al-akhdhu min sha'ri al-hajib, kuchukua chochote kutokana na nywele za nyusi zake, la biqassin wala natfin wala halqin, si kwa kupunguza wala kwa kunyofoa wala kwa kunyoa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa kauli yake mtume aliposema la'ana Allahu an-namisata wal mutanammisa, Allah amemlani mwanamke an-namisa na mutanammisa. Wan-namisatu, na mwanamke an-namisa hiya allati ta'khudhu sha'ra hawajibiha, ni yule anayenyoa au kunyofoa au kupunguza nywele za nyusi zake. Wal mutanammisa hiya allati tatlubu min ghayriha, ni yule ambaye anamuomba mwanamke mwingine an yuzila sha'ra hawajibiha, haondoshe nywele za nyusi zake, afanyiwe hicho kitendo, walaysa an-nams min az-zina, na an-nams si katika mapambo ya mwanamke. Walaysa an-nams min az-zina, na an-nams si katika mapambo. Wa inma huwa min at-tashwih wat-taghyir li khalqi Allah, bali an-nams ni kujichafua na ni kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amemuumba mwanamke, kubadilisha maumbile ambayo Allah tabarak wa ta'ala amemuumba mwanamke yalikuwa mazuri. Hata kama mume wake amemwamrisha afanye hicho kitu, la yajuzu laha an tuti'a, haijuzu kwa mwanamke kumtii mumewe katika hilo, kwa sababu ni maasi hiyo. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiume katika jambo la kumasi muumba. Kwa jambo la wajibu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye alishawahi kufanya anatakiwa afanye tauba na istighfar na ajute kwa nini alifanya hiyo an-nams, au alienda kuomba afanyiwe an-nams, na aweke azma ya kuturudia kitendo hicho cha haramu. Na wanaume waogope Allah tabarak wa ta'ala, wasiwaamuru watoto wake zao kufanya mapambo yalikuwa ya haramu. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح؟ كيو هبط شنزية
الدرس الثالث والثلاثون baada tuendeleza kufundisha mapambo ya kisheria na mapambo yasiyofaa kisheria ni yapi ili ushike tahadhari. Kwa leo tutakuwa tunaishia hapo. Leo tutakuwa tunaishia hapo. Kwa hiyo mwanamke anaruhusiwa kuondosha nywele zake zote kwenye mwili wake isipokuwa nywele za nini? Hajib, nyusi zako, waras, na nywele za wapi? Kichwani kwako. Hizo tu peke yake ndio ambazo hauruhusi, lakini zingine zote unaruhusiwa kuzipunguza au unaruhusiwa kuzinyoa. Hilo ndio pambo ambalo tumejifundisha leo, ambalo mwanamke wa Kiislamu inajuzu akajipamba kwa pambo hilo. Inajuzu mwanamke wa Kiislamu anayefuata Qur'ani na Sunna kwa fahamu salafi salih akajipamba mithili ya kujipamba huko. Wallahu waliyut tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiik.